Kuomba jinsi ikupasavyo. Nadhani ni sehemu ya 6 na itakuwa ndio sehemu ya mwisho, nikimalizia kuhusiana na kuomba jinsi ikupasavyo. Sasa naomba unisikize kwa makini. Ili uombe kwa jinsi ikupasavyo, lazima ushirikiano wa nguvu zilizo ndani yako na wa Mungu uwepo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 3 mstari wa 20, maandiko yanasema awezaye kufanya makubwa kuliko yale tuyaombayo kwa kadiri ya nguvu ifanyao kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushirikiano wa nguvu iliyo ndani yako ndio Mungu atautumia ili kufanya makubwa hata kuliko yale ambao umeyaomba. Kuna ule uwezo ambao Mungu alikuumba nao, lakini kuna ule uwezo ambao ukiwa kwenye hii dunia utautafuta. Huo ndio utadetermine ukubwa wa kile ambacho Mungu atafanya ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanasema awezaye kufanya makubwa kuliko vile tunavyowaza sisi kwa kadri ya nguvu iliyo ndani yetu. Kwa hivyo ili Mungu afanye makubwa hayo ambayo unahitaji kwenye maisha yako, lazima wewe kama wewe ukajua uko na uwezo ndani yako ambao ule uwezo utampea Mungu ushirikiano ndio afanye hicho kitu ambacho unataka kufanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaangalia kwenye kile kitabu cha Mathayo, hapo ndio nataka tuangalie, ama kwenye kitabu cha nataka tuangalie kwenye kile kitabu cha Mathayo 25 na mstari wa 3. Utakuwa unasoma kuhusiana na wale mabinti ambao walikuwa wanamngojea bibi bwana harusi. Maandiko yanasema ya kwamba wale wapumbavu walikuwa wana mafuta. Tunapoongelea kuhusiana na mafuta, tunaongelea kuhusiana na nguvu. Ndio maana Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta. Anaongelea kuhusiana na nguvu ambao iko ndani yake, ambao Roho Mtakatifu amemjaza nao ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu ama hawa mabinti walikosa kukutana na Yesu, walikosa kutendewa na Yesu, walikosa kuingia kwenye karamu na Yesu kwa sababu ya ile nguvu iliyokuwa ndani yao, kwa sababu hawakuwa na mafuta. Kwa hivyo mafuta ndio huwa yanawakishanga moto. Chochote ambacho unataka kiwake kwenye maisha yako kionekane, lazima uwe na nguvu. Ndio maana kwenye kile kitabu ambacho tumesoma, maandiko yanasema ya kwamba awezaye kufanya mambo makubwa kuliko yale ambao tunaoyawaza. Mungu anaweza akafanya hata makubwa kuliko yale ambao unamuwazia, lakini lazima umhakikishie kwamba utatafuta uwezesho ndani yako. Utatia bidii sana ili kumtafuta Roho Mtakatifu akutie nguvu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu uwezo unatoka wapi? Number 1, ule uwezo ambao tunaongelea unatokana kutoka kwa neno la Mungu ama ile nguvu. Ndio maana maandiko yanasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena li kali kuliko upanga wao wote ukatao kweli. Linachoma kugawa roho na nafsi, linachoma kugawa viungo na mafuta, tena li jepesi kutabua makusudi na mawazo ya moyo. Kwa hivyo ule uwezesho ambao tunaongelea ni uwezo ambao unatokana na number 1, kusoma neno la Mungu na kupata ufunuo. Kusoma neno la Mungu na kulikamua ufunuo ulio ndani ya ile neno ambao ndio uwezesho, ndio nguvu. Kupata ufahamu ambao ulio katika neno la Mungu ndio uwezesho ambao Mungu anaongelea pale. Kwa hivyo ndio Mungu afanye makubwa, lazima uwe na ufahamu wa kutosha kuhusiana kile ambacho unakiombea. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 21, maandiko yanasema leteni hoja zenye nguvu. Mtoto wa kiroho ataomba lolote, lakini mtu aliyekomaa kiroho atapeleka hoja zilio na nguvu kwa Bwana. Mungu anasema leteni. Kuna wakati niliwaambia sasa ombeni lolote nitawatendea, lakini saa hii kwa sababu ya kile ambacho nilikuwa nimekupea hapo jana, lakini ukakosa kukifanyia kazi vizuri, kwa sababu uliniomba lolote nikakupea na hilo lolote ukawa alijafaidi ufalme wa mbinguni. Sasa Mungu anasema sasa mimi nataka hoja yenye nguvu. Nataka hoja ambayo itanionyesha kwa nini nikupee hiki kitu. Kwa nini ninyime mtu fulani nikupee wewe? Kwa nini kufanyia wakati ule hiki kitu nilikupea lakini ukakitumia vibaya? Anakuambia leteni hoja zenye nguvu. Kwa hivyo Mungu anataka uwezesho ulio ndani yako uwepo ili Mungu akutendee. Number 2, kuna uwezesho ambao ni uwezesho wa imani iliyo ndani yako. Maandiko yanasema pasipo imani hauwezi ukampendeza Mungu. Ndio maana Mungu anasema awezaye kufanya mambo makubwa kuliko yale tuyaombayo. Unanielewa? Lakini kwa hivyo
Uhusiano wa nguvu zilizo ndani yako na Mungu unafaa kuwapo wa karibu. Namba ngapi? Sijui tuko namba ngapi, lakini tunaendelea tu. Kitu kingine ambacho kitakusaidia ili kuomba kwa jinsi kupasavyo ni kuhakikisha kwamba macho yako na masikio yako ya kiroho vina ushirikiano wa karibu sana wakati ule ambapo unaomba. Ndio maana kuna watu wengi ambao wanaomba lakini hawezi kujua wakati ule ambapo wamepata majibu. Mtu ameomba sana lakini majibu yamekuja, lakini hajui kama majibu yamekuja. Kwa mfano, ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 13 utakutana na mtu ambaye alikuwa anaitwa Roda. Watu walikuwa wamekusanyika ili kumwombea Petro ili asiuawe. Wanaomba lakini hawatarajii chochote, hawajui kama majibu tayari yameshaachiwa. Ilibidi Roda akasikiliza kwa masikio yake, akasikia Petro anaambisha kwenye mlango. Akaenda, alipoenda pale akasikia ni Petro anaongea. Maandiko yanasema ya kwamba akarudi katika kikao cha wale watu ambao walikuwa wanaomba pamoja, akawaambia nimemsikia Petro. Wakamwambia hapana, wewe uko na wazimu. Akasisitiza Roda, akawaambia hapana, mimi namjua Petro, nimemsikia Petro. Maandiko yanasema ya kwamba wakamwambia basi, kwa sababu tumeona umesisitiza sana na uko serious, lakini unasema basi sio Petro hiyo ni mizimu yake. Wanaomba ndio, wako kwenye chumba cha maombi wanaomba, lakini hawatarajii kile wanakiomba. Hawana uwezo wa kujua kwamba majibu yameachiwa. Kwenye kikao ambacho mnaomba, akikosekana mtu anaitwa Roda, ujue kwamba ndio hivyo mmeisha. Maana inawezekana Mungu akaachia majibu ya kile ambacho unakiombea, lakini ukaendelea kuomba zaidi. Ukaendelea kumwambia nipe ndoa wakati ule Mungu ameachia ndoa. Mume wako ama mke wako wako mbele yako kwa karibu na wewe, lakini huwezi ukaona kwa sababu macho yako yamefungwa. Hauwezi ukasikia kwa sababu macho yako ya kiroho yamezibwa. Hauwezi ukasikia chochote ukajua kwamba Mungu ameachia majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapoomba, ili maombi yako uombe kwa jinsi kupasavyo, lazima uhakikishe kwamba masikio yako na macho yako yako wazi, kwa sababu ya kuona wakati ule Mungu ameachia majibu, lakini kusikia wakati ule Mungu amekupea majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la maana sana. Sasa nataka tupige hatua kuomba kwa jinsi ikupasavyo. Jambo lingine ambalo litakusaidia ili ukuwe umeomba kwa jinsi ikupasavyo na upate majibu yako ni kuhakikisha kwamba unaombea mtu ambaye anaitwa Yuda kwenye maisha yako. Kwenye kitabu cha Luka mlango wa 6 mstari wa 12, maandiko yanasema ya kwamba Yesu akawa amekaa usiku mzima akiwa anaomba. Masaa 12 alikuwa anaomba, lakini kati ya maombi yake alikuwa anaomba ili apate mitume wake, na kati ya mitume wake mmoja wao alikuwa ni Yuda ambaye alipatikana kwenye maombi yake, ambaye ndiye yule Yuda alimfikisha kwenye hatima yake. Alimsaidia ili kwenda kusulubishwa, kuteswa na kusulubishwa na kuuawa kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu zingine hazipatikane kwa watu unaowapenda, watu kama Petro, watu kama Yohana ambao Yesu walikuwa wanampenda Yesu. Zinapatikana kwa maandui zako tu. Kwa hivyo ni lazima uattract wale maandui kupitia kwa maombi. Yesu alipokuwa anaomba kwenye kitabu cha Luka mlango wa 6 na mstari wa 12, aliomba na Yudasi awepo katika kikosi chake, kwa sababu alijua Yudasi ndiye anakuja kukamilisha ile kazi ambayo alikuja kuitiwa hapa duniani. Sasa hauwezi ukanielewa kama sijakufundisha zaidi. Ukiangalia, kuna mtu alikuwa anaitwa mke wa Potifa. Mke wa Potifa alikuwa kwa wakati wa Yusufu. Yusufu anatakiwa kuwa kiongozi katika Misri, lakini hapa katikati ndio afike kule, lazima akutane na mke wa Potifa, amweke ndani ya jela, ndio akitoka jela aende katika uongozi. Lakini pia ukiangalia, kuna mtu mwingine anaitwa Amani. Amani alikuwa kwa wakati wa nani? Wakati wa Mordekai. Amani ndio alitakiwa awepo ili afe, ndio Mordekai aingie kwenye nafasi ya Amani. Lakini pia ukiangalia kwenye maandiko, kuna mtu anaitwa Goliati. Goliati ni mtu ambaye Daudi angemuomba sana ili kwamba awapige Waisraeli mpaka ikue namna ni Daudi peke yake. Kwa hivyo kuna vitu vingine zinapatikana kwa maandui zako.
ambazo lazima uombee maadui zako, wa attract kwa maombi.